Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe katika channel yako pendwa. Kesi ya uhaini ya Tundu Lissu kuanza kusikilizwa Februari 9, 2026. Kesi ya uhaini inayomkabili makamu mwenyekiti wa Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, imepangwa kuendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Kanda ya Dar es Salaam, kuanzia tarehe 9 Februari 2026 hadi 6 Machi 2026. Kwa mujibu wa ratiba rasmi ya mahakama, kesi hiyo inayosajiliwa kama Criminal Session Case namba 1965/2025 tayari imeingia hatua ya kusikilizwa, jambo linaloifanya kuwa miongoni mwa kesi zinazofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini kutokana na uzito wa mashitaka na hadhi ya mtuhumiwa. Taarifa iliyotolewa na naibu msajili wa Mahakama Kuu imeeleza kuwa Mheshimiwa Lissu ameshapokea wito wa kufika mahakamani kwa ajili ya kuendelea na mwenendo wa kesi. Kesi hiyo itasikilizwa na jopo la majaji watatu, akiwemo Mheshimiwa Jaji D. Ndunguru, Mheshimiwa Jaji J. Karaemaha, pamoja na Mheshimiwa Jaji Kiwonde, hatua inayoashiria uzito na umuhimu wa shauri hilo kwa taifa. Akizungumza kuhusu kesi hiyo, mkurugenzi wa sheria wa Chadema Taifa, Wakili Gaston Galubindi, amethibitisha kupokelewa kwa taarifa hizo rasmi na kuwataka wanachama wa chama hicho pamoja na wananchi kwa ujumla kufuatilia mwenendo wa kesi kwa utulivu na umakini. Aidha, amesisitiza kuwa kesi hiyo ni kipimo muhimu cha namna haki, uwajibikaji na misingi ya utawala wa sheria inavyotekelezwa nchini. Kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu imekuwa gumzo la muda mrefu, ikihusishwa kwa karibu na misimamo yake ya kisiasa na ukosoaji wake mkali dhidi ya serikali. Wafuasi wake wanaiona kama kesi yenye mwelekeo wa kisiasa, huku upande wa mashitaka ukisisitiza kuwa ni suala la kisheria linalopaswa kuamuliwa kwa misingi ya sheria bila upendeleo. Kwa sasa, macho na masikio ya Watanzania, wanachama wa Chadema pamoja na wadau wa haki za binadamu yameelekezwa Mahakama Kuu ya Tanzania. Wengi wanaamini kuwa mwenendo na hatima ya kesi hii unaweza kuandika ukurasa mpya katika historia ya siasa, haki na mustakabali wa demokrasia nchini, huku jumuiya za kimataifa zikitarajiwa kuendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya shauri hilo.